nimesikia ati Sifuna ati anataka kuwekwa kuwe presidential candidate, ati apeleke Kasongo nyumbani. Kwanza mimi nimehama hiyo one time nimeona ina agenda, ina akili. Karibu. Na asanteni kwa makofi juu bado siko tutano. Lakini nimehama one time. So ukiangalia kuna njaa ama kuna njaa? Wewe ngoja. Hapo kuna shida. Ukiangalia ongea kwanza, unajua mimi ndio bishop kwa hii bunge. Utakunywa uji. Lakini umehama. So ukiangalia Sifuna kazi yake tu ni kusema sisi ndio Sifuna. Pia mimi ndio yeye hawa na sisi ndio yeye hawa. Sasa tutakutana na wewe kwa debe. Tuone kama hiyo sisi ndio Sifuna itafanya uchaguliwe tena senator hapa Nairobi, ama hiyo ati ukue president utoe Kasongo. Ndio Kasongo ni one time, lakini wewe bado hujatosha kutoa Kasongo kwa debe. Kasongo atolewi tu hivi ati juu unasema ati wewe ni Sifuna, maruko na umati mingi. Kwanza Sifuna usisahau, namba sio kura. Unaweza ita watu kwa njia ya malipo, lakini pale kwa debe watu wako na akili, wanajua nani watachagua. So wewe bado huwezi peleka Kasongo nyumbani, hata kama Kasongo ni one time. Hapo mbele tutapata benye anaweza toa Kasongo. Waendelea tu kuimba sisi ndio Sifuna, badala ya kuoversight governor, umake sure governor anafanya kazi yake. Hiyo wewe umeshindwa. Nasikia hadi sasa unapangwa na mama Pauline Njoroge, mwanaume mzima na mayai zake mbili, anapangwa na mwanamke. Alafu hiyo akili ndio mnatarajia ati bado tutapigia kura hapa Kenya. Kuwa mwanaume bwana, mwanaume ni mtu anapanga mwanamke, si ati mwanamke na anakupanga kwa kila kitu. Wewe hakuna mwenye anaweza kuchagua, endelea tu kuimba hiyo sisi ndio Sifuna yako, ukijificha huko kwa timu Linda Mwananchi. Nimekuwa nikikusupport nikidhani umefanya kazi, ndo nilimaliza research yangu jana nikapata kuna kenye umefanyia wana Nairobi. Na wewe ndo mwanasiasa mchoyo sana hii Kenya. Huyu jamaa ni mchoyo, sijui niseme ni mchoyo kama shetani ama niseme nini. Jamaa ni stingy, mtu hata kusaidia tu Mkenya mmoja hivi, hata kurushia kuku mahindi ni shida. Je, sasa tukimpatia uongozi usi atakuwa na iba pesa yote anaweka kwa mfuko moja. Na jamaa ni mchoyo mpaka hawezi jibaia nguo, na ile nguo yake tu moja yenye amechora picha ya baba, hiyo nguo ya black, hiyo t-shirt, ni mchoyo hadi hawezi jibaia nguo hiyo. Sisi ndo Sifuna yako, tafuta penye utapeleka huko kwa kichaka huko Western. Tuko na watu wenye wako serious, wenye watakuja wafanyie wa Kenya kazi. Ingekuwa ni mtu kama Natembea anasema ni anaweza toa Kasongo, yuko sawa, lakini ukijana mdogo speed anakuja nao mingi kuliko kazi yenye anafanya. So sisi kama wana Nairobi tutapata mwenye atasimama senator Nairobi very soon, lakini sio wewe na sio Jalango the comedian. Yule mchapa kazi atajitokeza tu na kila mtu atakuwa anasimama kando wa kazi yake. So far kuna mwenye naona ana qualify kuwa senator Nairobi, lakini sitamtaja kwa leo. Wakenya mtamuona na kazi yake very soon. Alafu maneno wa security, ati nimesikia jana kule Wesi kwa matajiri, kwa mabombe, ati mwizi aliingia kwa hoteli akaanza kunyang'anya watu, akachukua simu. So nashangaa kama kwa matajiri ndo wanaporwa hivyo. Je, sasa sisi watu wa Kayole sisi tunakuwa tunatolewa kwa blanketi, umelala na unatolewa kwa nyumba na ni ya blanketi saa 9. Sana shangaa hii ni Kenya gani? Na ukiangalia nowadays Kenya, goons wamekuwa wengi kuliko polisi. Polisi kazi imewashinda, umekuwa wanyonge, na polisi wengine bado wanafanya kazi na goons. Sasa hii Kenya kutofautisha kati ya polisi na goon ni ngumu, kwa sababu wameamua kufanya kazi pamoja. Na serikali kama Murkomen, CS wa Interior, amekataa kuambia mapolisi wafanye kazi yao venye inafaa. Ile mazoezi yenye wanapolisi walikuwa naenda sana ya kuwekea